Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi hawajambo? Wangapi ni wazima? Wangapi wanampenda Yesu? Wangapi ni mashujaa? Wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko kwenye kampeni ya kufanyaje? Kuua majitu, kupiga majitu, sawa? Yote sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ambavyo nilikuwa nimesema, nadhani agenda ya majitu tutaendelea nayo mpaka kesho. Alafu Mungu akinipa kitu kingine tutaendeleza kutokea kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini jana sikufanikiwa kuwepo kwa sababu kama mnavyojua tulikuwa na ugeni hapa kanisani mkubwa tu, na ratiba ile ilitutaka baada ya vipindi vya darasani tuende kujionea wenyewe kazi zinazofanywa na wale watu, kwa vikaingilia na muda wa ibada. Lakini naamini mlikuwa na wakati wa baraka, si sawa? Haleluya. Naomba tusome katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 14. Tutaanza mstari wa 8 alafu tutasoma mpaka mstari wa 17. Biblia, kesho ndio tutakuwa nazungumza, wakati nahitimisha nitakuwa nazungumza habari yote kuhusiana na hali ya kiroho au haya majitu. Kwa nini Mungu alikuwa anataka yaangamie? Alikuwa anataka yauawe yote. Yalikuwa na matatizo gani kiroho? Yalikuwa na athari gani katika mpango wa Mungu wa uumbaji na katika mpango wa Mungu kwa wanadamu? Haya majitu yalikuwa na shida gani na Mungu alitaka ayaangamize, na kweli aliangamiza? Kipengele hicho nitakiongelea kesho, na tutakapoomba Roho Mtakatifu atakuwa ametupa agenda nyingine ya kuendelea nayo katika jambo lile la Mungu kuthibitisha au kudhihirisha uhalisia wa vile ambavyo Mungu ametufanya sisi kuwa katika Kristo Yesu. Sasa ndio agenda hasa ya maombi. Bwana wetu Yesu asifiwe. Na majitu haya yalikuwa pia hayana ndani yake dhamira yoyote ya kuungana au kukubaliana na mpango wowote wa Mungu kwa wanadamu. Yalikuwa hayana. Hayo nitasema kesho, mtanielewa vizuri. Nitawapeleka kwa kina zaidi kesho, kwa tunaenda kumalizia. Hayakuwa ndani mwake. Ndani mwa hao watu waliokuwa majitu kulikuwa na uovu tu. Hapakuwa na kitu kingine tofauti na uovu. Hapakuwa na kitu kingine tofauti na ndani ya hawa majitu hawa kina Goliati hawa na jamaa zao wote wa aina zao. Hapakuwahi kutokea chochote kinachokubaliana na mapenzi ya Mungu au mpango wa Mungu au kusudi la Mungu kwa wanadamu. Ndani yao kuliishi uovu tu, kwa sababu walikuwa ni mashetani katika umbile la kimwili linaloonekana. Walikuwa ni mashetani, lakini tofauti na mashetani ambayo yako kwenye umbile la rohoni hayaonekani. Yenyewe yalikuwa ni mashetani lakini yenye mwili, yanaonekana, yanaishi, yana nchi, yana miji, yanazaliana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni mashetani. Kunapozungumza habari ya kwenda inayoita kuua majitu, pengine nitakapokuwa nahitimisha kesho utanielewa kwa nini ni lazima kutokuyaruhusu kuwepo, na Mungu hakuyaruhusu mpaka hivi tunavyoongea. Nadhani kwenye dunia hii
hatuna masalia yao, hatuna masalia ya watu wa aina hiyo tena. Yaani ile kampeni ya kimungu ya kuwaua ilifanikiwa. Sasa hivi dunia haina watu wale kabisa mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia tulionao sasa hivi haina kabisa watu wale mahali popote, hawapo tena, waliisha. Na ulikuwa ni mpango wa Mungu waishe. Haleluya. Ulikuwa ni mpango wa Mungu wauawe wote, wasiishi tena na wasiwepo katika kizazi cha wanadamu, na waliondolewa wote. Hayo nitayasemea kwa kina kesho. Lakini leo naomba tuendelee na agenda yetu. Mambo ya Nyakati sura ya 14 mstari wa 8 mpaka mstari wa 17. Haleluya. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati. Na waliposikia hao Wafilisti ya kwamba Daudi ametiwa mafuta awe mfalme juu ya Israeli wote, Wafilisti wakapanda kumtafuta Daudi. Naye Daudi akasikia, akatoka nje akapigana nao. Basi hao Wafilisti walikuwa wamekuja na kuteka nyara katika bonde la Warefai. Warefai ndio nilikwambia walikuwa ni jamii mojawapo ya majitu. Haleluya. Moja ya jamii ya majitu walikuwa ni kundi la watu walioitwa Warefai. Bwana Yesu asifiwe. Na Wafilisti wengi walikuwa ni jamii, kama si wa Anaki basi ni Warefai. Wengi wa Wafilisti wa kipindi hicho walikuwa watu wenye maumbile ya kawaida, walikuwepo sawa, lakini pia wengi wa Wafilisti walikuwa ni majitu yale. Haleluya. Walikuwa ni Wanefili ambao ndio wa Anaki, lakini pia walikuwepo Warefai. Bwana Yesu asifiwe. Ambao walikuwa ni jamii za hao majitu. Daudi akamuuliza Mungu akusema, je, nipande juu ya Wafilisti? Utawatia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia, panda, kwa kuwa nitawatia mikononi mwako. Basi Daudi akapanda mpaka Baali Perasim. Daudi naye akawapiga huko. Daudi akasema, Bwana amewafurikia adui zangu kwa mkono wangu kama mafuriko ya maji. Basi wakapaita mahali pale jina lake Baali Perasim. Nao wakaiacha miungu yao huko. Naye Daudi akaamuru ikateketezwa kwa moto. Lakini hao Wafilisti wakateka nyara tena mara ya pili bondeni. Basi Daudi akamuuliza Mungu tena, naye Mungu akamwambia, hutapanda kuwafuata, uwageukie mbali, ukawajie huko kuelekea Mifosadi. Kisha itakuwa utakaposikia sauti ya kwenda katika vilele vya Mifosadi, ndipo utakapokwenda nje vitani, kwa maana ndipo Mungu ametoka mbele yako, uwapige jeshi la Wafilisti. Daudi akafanya kama vile Mungu alivyomwamuru, wakawapiga jeshi la Wafilisti kutoka Geba mpaka Gezeri. Sifa za Daudi zikafika nchi ngapi? Nchi zote. Naye Bwana akawaletea mataifa yote hofu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Angalia jirani yako, muulize unajisikiaje? Haleluya, haleluya. Mungu anatengeneza mashujaa wa majitu. Mungu anatengeneza mashujaa wanaoua majitu. Haleluya. Ulimwengu wa roho huu una mambo mengi yanaendelea, na ulimwengu wa roho huu unahitaji watu wanaojiona zaidi ya wanadamu wa kawaida, wakajiona kama watu wanaoweza kuoperate kwenye ulimwengu wa roho. Ukiwa aina ya mtu ambaye mtazamo wako wewe, utendaji wako, ukomo wake ni ulimwengu wa mwili, utapigwa sana. Haleluya. Watu wa Mungu wanatakiwa wajitambue kwamba wanaishi duniani katika mwili, lakini uweza wao wa kutenda kazi, uweza wao wa kufanya mambo una nguvu katika ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwamba katika ulimwengu wa roho wewe unajulikana na unatambulika ni mtu wa namna gani. Haleluya. Wewe ni wa hatari namna gani? Sikiliza, Mungu anapofanya jambo lolote linalokutoa ngazi moja kwenda nyingine, iwe heshima, iwe utajiri, iwe huduma, iwe familia, chochote orodhesha, hata afya, orodhesha chochote. Majitu yakisikia, sema majitu. Majitu yakisikia yanataka yaje kukutafuta ili kwamba ukipoteze. Sawa sawa. Ukipanda cheo, majitu nayo yatakutafuta yaone kama utazubaa upoteze hicho cheo. Ukipata ndoa, majitu yatakuja kukutafuta ili kizubaa upoteze hiyo ndoa. Ukipata wokovu, majitu yatawahi yatafute uwezekano wa kukufanya upoteze huo wokovu. Ukipata pesa, majitu yatakuja yafanye linalowezekana ili amkini upoteze fedha hizo. Haleluya. Kiwa mzima una afya, majitu yatakuja yaone kama yatafanya jambo litakalosababisha upoteze hiyo afya. Kipata marafiki, watu wakakufurahia, majitu yatakuja yajaribu namna ya kufanya upoteze hali hiyo ya kukubalika, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Wale mnaosoma Biblia zenu, wangapi wanamiliki Biblia? Una Biblia na unaitumia? Maana kuna walio na Biblia lakini hawazitumii. Wangapi wana Biblia zao na wanazitumia? Wale walio na Biblia na Biblia zao huwa wanazitumia, maana yake huwa wanazisoma, na wakiwa na jambo la kufanya wanaangalia kwenye Biblia mwongozo wa kuwawezesha kufanya hilo jambo. Wakiwa na changamoto wanatazama Biblia kuona Biblia inaonyesha mlango gani au njia gani ya kupita. Hao ndio wanaotumia Biblia. Haleluya. Kama una Biblia yako na unaisoma na unaitumia, hii Biblia yako ndani mwake kuna kila kitu. Ndani ya hii Biblia kuna heshima. Haleluya.
ndani ya hii Biblia kuna silaha za vita. Ndani ya hii Biblia kuna marafiki. Ndani ya hii Biblia kuna afya. Ndani ya hii Biblia kuna biashara. Ndani ya hii Biblia kuna elimu. Ndani ya hii Biblia kuna ndoa. Ndani ya hii Biblia kuna kibali. Ndani ya hii Biblia kuna cheo, kuna vyeo. Ndani ya hii Biblia kuna kila kitu. Ila huwezi kuviona kama hujui kutumia Biblia. Tunakwenda pamoja? Yote hayo ambayo nimeyasema na mengine ambayo sikuyasema yamo katika hii Biblia. Lakini kama una Biblia na hujui kutumia Biblia, haya mambo yote utadhani hayapo na utaanza kuyatafuta kwa vyanzo vingine. Haleluya. Utaanza kuyafuta kutokea kwingine kama hufahamu kwamba Biblia hii inayo au inavyo hivyo vitu, kwa sababu vimo katika Biblia. Mungu anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Haleluya. Sasa hayo majitu, yule baba yao yule ambaye ndiye aliyoyazaa na ndio aliyoyaweka, yanajua hizo siri, kwamba watu hawa wakifumbuka macho wakazitazama Biblia zao katika namna sahihi, hawa watu hawazuiriki. Wakibarikiwa wamebarikiwa kweli na hawazuiriki. Wakitajirika wametajirika kweli, hawazuiriki. Wakipona wamepona kweli, hawazuiriki. Wakiinuka wameinuka kweli, hawazuiriki. Wakisimama wamesimama kweli, hawazuiriki. Yule mkubwa, baba wa majitu, hilo analijua sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa anachofanya kwanza ni kuhakikisha kwamba anakuzubaisha ili upoteze stadi ya kutumia Biblia. Stadi kwa Kiingereza tunaita skill. Upoteze skill ya kujua namna ya kutumia Biblia. Haleluya. Hilo nalirudia, ili ahakikishe kwamba hivyo vilivyomo katika Biblia hautavipata, na ukitaka kuvitafuta uende kwake kuvitafutia kwake. Nafundisha kitu kikubwa, sijui kama watu wanaelewa ninachosema. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wacha nirudie tena, kama ulikuwa hujaweka ufahamu wako pamoja wakati naanza kukisema, sasa uweke umakini vizuri. Nimesema hivi, wangapi wanasoma Biblia zao na wanajua kutumia Biblia zao? Haleluya. Biblia ukijua kuitumia, utagundua kwamba kwenye Biblia kuna silaha za vita. Utagundua kwenye Biblia kuna kibali unachotafuta. Humu ndani ya Biblia kuna ndoa yako. Humu ndani ya Biblia kuna biashara yako. Heshima unayotaka, humu ndani ya Biblia kuna heshima yako. Haleluya. Humu ndani ya Biblia kuna afya yako, iko humu kwenye Biblia. Humu ndani ya hii Biblia kuna cheo, kupanda vyeo. Humu ndani ya Biblia kazi unayotaka imo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Humu ndani ya Biblia kuna hazina ya kila kitu, vyote vimo humu ndani, isipokuwa mpaka uwe unajua kutumia Biblia. Unajua kusoma Biblia na unajua kutumia Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kuwa majitu hayo yapo na siku zote ni kutaka kuona kwamba kinuka ushuke. Haleluya. Ukipata upoteze, ukiheshimika udharaulike, ukipendwa uchukiwe, ukikubalika ukataliwe. Ndio agenda na mengine mengi, ndio agenda ya haya majitu. Na ili afanikishe mission hiyo, yanakuvua study au skill ya jinsi ya kutumia Biblia. Kwa unakuwa muumini ambaye hana ujuzi wa kujua namna Biblia inavyotumiwa na muumini. Haleluya. Haleluya. Anakunyang'anya uwezo wa kuelewa namna ya kutumia Biblia ili upate hicho ambacho ndicho Mungu anataka upate. Kwa hiyo kikuondolea study, skill ya kujua matumizi sahihi ya Biblia, ukapoteza uwezo wa kufahamu, kujua matumizi sahihi ya Biblia, kwa ukawa uwezi kutumia Biblia, ukapoteza uwezo wa kutumia Biblia, anaanza kukunyang'anya hata ulichokuwa umepata. Anaanza kuharibu hata kile ulikuwa umetengeneza au Mungu amekutengenezea. Tutakwenda pamoja. Halafu anakutazamisha kwamba huna namna ya kukipata mpaka uende kwake. Anakunyima uwezo wa kuona kwamba unaweza kukipata tena kwenye Biblia. Anakuambia unaweza kukipata kwingineko, na huko kwingineko ndio kwake. Haleluya. Anaanza kuambia unaweza kupata ndoa yako kwake, unaweza kupata biashara yako kwake, marafiki unaweza kuwapatia kwake, watu wanaokukubali utawapatia kwake, wanaokuthamini utawapatia kwake, afya utapatia kwake, kila kitu utapatia kwake. Haleluya. Akishakwambia hayo na ukaanza kusikia, ukafanania kama unamwelewa, kisha kwambia vyote vinapatikana kwake na ukafanania kama unamwelewa, atakwambia sasa waweza kunisujudia ili nikupe vyote. Si unakumbuka kule nyikani Yesu alipokuwa anajaribiwa? Haleluya. Haleluya. Aliambia hivi vyote vinapatikana huko hamna lolote, vinapatikana huku. Lakini masharti ya kupata, unanisujudia angalau dakika moja.
Shanisujudia angalau dakika moja, hamna shida, utavipata vyote. Kwa ndio unaanza kuona muamini wa Biblia ikishafikia kwenye swala la kutafuta afya, haangalii tena Biblia. Haleluya. Anawaza waganga, anawaza nini. Tukana pamoja. Shafikia wakati wa kutafuta ndoa, haangalii tena Biblia. Taangalia fedha, taangalia urembo, taangalia vitu gani. Maana jua havipatikani tena kwenye Biblia. Kianza kutafuta heshima, ataanza mapambano. Nani anaweza kuwa na kizuizi hapa ila pite naye? Nani anaweza kuzuia nisipate heshima yangu na utaka ucheo changu? Kiona unaelekea kama unaweza kumkwamisha, napita na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo mengi ya namna hiyo, kwa sababu amekwambia vinapatikana huku, na wewe ukawa kama unamuelewa. Na ndio kazi ya majitu. Sikiliza hivi, Mungu akamuinua Daudi. Wale mnamjua Daudi, alikuwa anachunga kondoo mwanzoni. Kondoo wa nani? Wa baba yake. Haleluya. Wakati huo kuna mfalme anaitwa Sauli, anafanya mambo Mungu hapendi. Mungu mpaka kachoka, akamwambia Samueli, huyu namwombea mpaka lini? Samueli alikuwa mchungaji wake, kwa alikuwa anamwombea tu. Kwa Samueli anamwombea ili angalau arekebishe njia zake. Mpaka Mungu akaja akamwambia, utamwombea mpaka lini ikiwa nimekwisha kumkataa? Jaza pembe yako mafuta, nenda kule Bethlehem katika nyumba ya Yese, kule nimejipatia mfalme. Ile mzee unaongelea habari ya mfalme, nile kupaka mafuta mfalme. Halafu Sauli akisikia, nitakuwa salama. Mungu akampa mbinu, wewe nenda usitangaze moja kwa moja na kupaka mafuta mfalme. Wewe sema nimekuja hapa, kuna ibada ya kuondoa nadhiri. Bwana Yesu sasa kusanya wazee wa mji wakusanyike hapo. Hapo katika ule mkusanyiko hakikisha Yese yupo na watoto wake wote. Haleluya. Bwana Yesu sasa. Alafu utafanya jambo nimekutuma. Wakaenda wazee nao wakatetemeka. Samueli haji hivi hivi kama hakuna jambo maalum. Wakatetemeka, mzee umekuja kwa amani au kuna matatizo huko? Akaambia ni amani, nimekuja tu kwenye ibada ya nadhiri. Kuna dhabihu hapa tumekuja kutoa. Bwana Yesu sasa. Wale wazee wakakusanyika. Yese naye akawepo na watoto wake wote isipokuwa mmoja. Yese kwenye ule utaratibu wa ibada, si walifanya ibada na madhabihu wakatoa, hayo hayakuandikwa yalifanywa. Kinarukwa kipengele, kinakuja kile tu cha kupaka mafuta ndio kinaandikwa moja kwa moja. Nadhani yale mengine yalifanywa, lakini maandishi hakuona sababu ya kuyaandika. Haleluya. Yale ya kutoa dhabihu na nini, hayo yalifanywa, lakini maandishi hakuona sababu ya kuyaandika. Kaja moja kwa moja kwenye kipengele kinachohusika. Yese, Samueli akamwambia Yese, naomba unipitishe mbele zangu watoto wako. Makuja wa kwanza, Samueli anaangalia, naona huyu anafanania. Roho wa Mungu anasema siye. Haya, nimekuona pita. Hawajui agenda ni nini. Haleluya. Anakuja wa pili, anataka kupaka mafuta. Anaona kama anafanania. Huku ndani Roho wa Mungu anamwambia huyo sio mwenyewe. Nimeshakuona pita. Bila shaka wanasalimiana. Pita.
Wakapita wakaisha. Nabii kachanganyikiwa, mbona wameisha? Haleluya. Akamuuliza Yese, watoto wako wote umeshawaleta? Akasema ndio, ile kuna mdogo wao anachunga kondoo. Samuel akasema huyo hatutakaa mpaka aje. Wakamtafuta yule bwana mdogo, akaja. Alipokuja akasikia huko ndani kunasema huyu ndiye, mmiminie mafuta. Kammiminia mafuta. Hayo mafuta yana kazi alifanya. Mafuta yale ya kwanza, shughuli yake ilikuwa ni kuua Goliati na simba na dubu. Haleluya. Kwa yale ya juzi, yale Jumatano, yalikuwa ya simba na dubu. Leo yanakuja mengine. Mwambie mengine leo. Mwambie ni yako leo ni mengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta yale kiwango chake yalikuwa ni mafuta ya kifalme, lakini kwa level inayotosha kuwa Goliati na simba na dubu. Baada ya kuwa Goliati, majitu yakajua hatari imeanza. Yakasema huyu tumalize kabla hajapakwa yale mengine. Umeelewa lugha ninayozungumza hapa? Nimesema kukitokea viashiria vya kutoka utukufu moja kwenda mwingine, majitu yanataka yakurudishe ulikotoka. Sauli akasara, ndiye aliyesaidiwa Goliati akashindwa. Wale walikuwa wamemkalia vibaya wale Wafilisti. Lakini hilo akalisahau. Akasema hizi sifa naona unaendelea kupata, mwisho utapindua. Kaanza kutafuta kumuua. Kumbe ni kuzuiliwa asiende kile kiwango cha mafuta yanayofuata kwa kazi nyingine inayofuata. Kijana kawindwa, koso mikuki. Wanakula chakula, mzee anatoka hapi mkuki. Mungu anamsaidia na kwepa, unapiga ukuta. Mara na mwinda mapangona na mwinda wapi, paka kaenda paka kwa afisa, kaishi huko kipindi kadhaa. Yote hayo ni kwa sababu kumetoka level moja ya kuchunga kondoo, sasa yuko kwenye level ya kuwa mpiga Goliati na simba, na watu sasa wameanza kumjua. Bwana anamtumia. Nisikilize. Siku Bwana akianza kukutumia, unapata viherahera, unasaidia kazi ya Mungu, kuna kavita kanataka kutokea. Na ndio maana nafundisha masomo haya. Bwana akianza kukutumia, unakuwa ni mtu unafanya hudumu, unapanga viti hapa, unasaidia wapendwa. Kavita fulani kanatokea, unajifanya wewe ndio unajua kusafisha kanisa peke yako. Haleluya. Kila hatua unayokwenda, kaduka kako kakipanda fulani, kakaacha kuuza tu vinani sabuni na vibiriti, kakaanza kuwa kanaleta na mafuta na mchere na nini, inaanza unajifanya sasa wewe ndio tajiri, si ndio? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sikiliza, ile vita ukisoma Biblia yako si ndogo, ilikuwa ni vita kubwa. Kijana ikimbia huku na huku, ndio ile story katokea. Wakati anakimbia, jamaa zake wakaanza kuandamwa, tuonyeshe yuko wapi. Wakakimbia, wakaenda akamkuta kwenye pango la Adulamu. Wana madeni, wana dhiki, wana nini, wakamfuata na wananchi wengine waliokuwa wanaandamwa. Wewe unaweza kuwa unajua aliko, tuonyeshe yuko wapi. Wakamfuata watu 400, akawa jemadari wao, akawageuza kuwa wa majitu. Ile kitu mlisoma jana,
Wale jamaa waliokuwa na wale majitu jana ndio wale walimkuta pangoni wakiwa maskini. Jina la Yesu libarikiwe. Na mimi naona Mungu anakwenda kuinua watu hapa, kwa sababu na watabiria kwa waua majitu. Na nawafundisha kwa waua majitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale vijana wakamfuata kaongoza. Lile jeshi lao kila nakowini wa mapangoni wako naye, kila mahali wako naye, mpaka wakaenda huko Siklag kwa mfalme wa Filisti. Kule mfalme akapaka eneo kinaitwa Siklag, wakaya kaeni hapo. Mafilisti akaamua kwenda kumpiga Sauli. Sasa Sauli umefukuza muua majitu, utakuwa salama? Haleluya, haleluya. Aliyekuwa anakuulia majitu unataka kumuua, wewe unakuwa salama? Haleluya, haleluya. Wafilisti wakaenda kutaka kupigana vita na Sauli. Wakamwambia Daudi na watu wako, tusindikizeni twende mkatende kupiga Sauli. Wakaenda. Fika njiani majemadari ya Kifilisti akasema hawa msiende nao. Hawa ni msisahau ni Waisraeli, watatugeuka. Wakawafukuza, wakarudi tena kwenye kijiji chao cha Siklag. Huko mbele Sauli akauawa na majeshi yake wengi wakaanguka wameuawa kwenye milima ya Gilboa. Na Jonathan akauawa. Waliposikia Jonathan ameuawa, Daudi na watu wake wakatoroka. Kwanza hata nyumba zao zilikuwa zimechachoma na Wamaleki. Wakaondoka. Tunaenda wapi sasa? Wakazunguka hivi, wakaingia kwenye nyika za Yuda. Wakatokezea huko Hebron. Watu wa Yuda wakasikia kwanza Sauli kafa, wakasikia Daudi yuko Hebron, wakajikusanya kabila zima. Sasa sisi Yuda kama Yuda tunajipatia mfalme, na mfalme wetu ni Daudi. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Wakaenda Hebroni, wakampaka mafuta kuwa mfalme wa Yuda. Kaongoza kabila ya Yuda kwa miaka kama 6.5 hivi. Watu wa Israeli makabila ya usalia hawajapata mfalme bado. Bado jemadari yule alikuwa anaitwa Abneri mwana wa Neri. Yule jemadari wa Sauli ndio bado kidogo anawashikilia. Haleluya. Abneri akaja kwa Daudi kule Hebron, akamwambia tuingie makubaliano ni kukusanyia Israeli wote. Jambo hilo likafanikiwa japo kuwa lilimgharimu maisha. Abneri aliuawa na Yoabu, lakini hata hivyo ule mpango alikuwa amefanya na Daudi kabla hajauawa ulifanikiwa. Kabila zote 12 za Israeli zikamfuata Daudi kule Hebron, zikamwambia tunakupaka mafuta, wewe ndiye mfalme wa Israeli. Nisikilizie. Biblia inasema Wafilisti majitu waliposikia kwamba, mstari wa 8, rudi kwenye mstari wa 8 pale tuliposoma. Nao waliposikia hawa Wafilisti kwamba Daudi ametiwa mafuta awe mfalme juu ya Israeli wote. Wafilisti wote wangapi? Wote. Na nimekuambia pasenti kwa Wafilisti kipindi kile yalikuwa ni yale majitu. Haleluya. Biblia inasema waliposikia kwamba Daudi amepakwa mafuta awe mfalme wa Israeli yote, Wafilisti wakainuka bila kuacha hata mmoja nyuma, kwenda kufanyaje? Kumtafuta Daudi. Kwa nini? Amepakwa mafuta. Tumrudishe chini
Nini? Mafuta. Tumwangushe. Sababu gani? Mafuta alionayo. Haleluya, haleluya. Tumuue. Sababu gani? Mafuta alionayo. Ndio maana niko serious kufundisha na kuomba watu majitu ya uwawe, kwa sababu hayatakuruhusu kuinuka. Kila akisikia umeinuka yanakuja kukutafuta. Ukibaki kama ulivyokuwa hayana shida na wewe. Ugomvi wao uinuke. Ugomvi wao uonekane kwenye huduma, unaanza kuwa kama wa kutegemewa hivi. Nilikuwa nafundisha somo lililopita watu wanaoitwa watu wa kutegemewa. Nakumbuka somo nilikuwa nafundisha linaitwaje? Kilikuwa kipengele. Somo lilikuwa linaitwaje? Kuifahamu kweli. Katika kufundisha kuifahamu kweli, nikafika kipengele nikazungumza watu wa kweli. Nikasema sifa, mtu anatafsiriwa kwa mtu wa kweli ni yule mtu ambaye ni mtu wa kutegemewa. Haleluya. Reliable person. Mtu wa kuaminika, mtu ambao ni reliable. Majitu hayana ugomvi na watu kuwemo kanisani. Ugomvi wao yanataka watu wajae kanisani, lakini hakuna hata mmoja ni reliable. Hakuna hata mmoja mchungaji asimame aseme naweza kujivunia huyu. Wote wawepo, lakini wapiga bla bla tu, wa maneno tu. Hakuna mtu reliable. Kuna mtu wa kutegemewa. Kuna mtu anaweza kasimama mchungaji akasema nina mtu. Majitu yanatakaga hivyo. Majitu yenyewe yanataka hivyo. Watu wawepo, lakini wababaishaji. Kiambia ombeni hawaombi. Kiambia njoni kwenye huduma hawaji. Kapa jambo la kufanya hawalifanyi. Kazuia msifanye hiki, wanafanya hicho ulichokataa. Hao majitu hayana shida nao. Hao wajae tu kanisani, hakuna shida. Majitu hayataki watu reliable kwenye kanisa. Haleluya. Kwenye huduma majitu hayataki watu reliable. Kwenye ndoa majitu hayataki watu reliable. Uwe na mke tu sawa, hamna shida wewe kunao, lakini wa kutegemewa, wa kuaminika. Hiyo ndio mgogoro na kuaga hapa. Mume hamna matatizo, wewe pata tu mume, lakini reliable, wa kuaminika, wa kutegemewa. Uwe naye tu, lakini asiwe wa kutegemewa. Kanisani pata marafiki wowote, lakini wasiwe majitu hayataki watu reliable. Hayataki uzungukwe na watu reliable, watu wa kutegemewa. Yanataka uzungukwe tu na watu wa saliti hivi, waongo hivi, wavivu hivi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayataki uwe na watu wa kweli. Kipata watu mfanye nao biashara. Hayataki upate watu wa kweli mfanye nao biashara muendelee mbele. Yanataka upate watu wafanye biashara nao huko wanagenda nyuma ya pili ya kukudhulumu. Hao ndio wanataka uwe nao. Mfanye biashara lakini huko anapiga hesabu ya kukudhulumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana majitu lazima yafe. Mwambie jirani yako ndio maana majitu
Haleluya, haleluya. Yakasema wamempaka mafuta, hataki kuishi. Hataki kuishi, hawezi kuishi na hayo mafuta. Hatutaki. Anaongoza Israeli yote, hakuna, lazima afe. Jamani, hiyo vita ilikuwa si ya kawaida, maana vita zingine walikuwa naleta majeshi tu, wanajeshi wachache. Zamu hii Biblia inasema Wafilisti wote, wanajeshi na wasio wanajeshi, wakaenda kumtafuta Daudi. Haleluya. Kisa kapakwa mafuta awe mfalme wa Israeli yote. Majitu yote yakaitana, twende tukamalize. Majitu yote yanakusanyana kwenda kutafuta mtu mmoja aliyepakwa mafuta. Haleluya. Majitu yote yanajikusanya kwenda kuinda mtu huyu mmoja peke yake, kwa sababu amepakwa mafuta. Biblia inasema aliposikia yamekuja, naye akayatokea. Sema akayatokea. Mwambie jirani yako, leo tunayatokea. Mwezi huu tunayatokea. Haleluya. Aliposikia yamekuja, na yeye akawatokea, akatoka kupigana nao. Hawa Wafilisti walikuwa wamekuja wakateka bonde lote la Warefai. Liliitwa bonde la Warefai kwa sababu lilikuwa bonde la majitu. Nadhani baada ya kuliteka waliweka kambi yao hapo. Baadaye jina la pale likageuka kuitwa bonde la Warefai. Haleluya. Waliteka eneo, wakajiweka hapo, wakaweka ngome zao pale, mpaka jina la pale pakaitwa bonde la Warefai. Maana Warefai ni ndio yale majitu. Biblia inasema Daudi akamuuliza Mungu, nipande juu ya Wafilisti utatia mikononi mwangu? Mungu akamwambia, panda, kwa kuwa nitatia mkononi mwako. Wakapanda mpaka Baali Perasimu. Walipokuwa Perasimu, Daudi akaanzia hapo akawashambulia. Biblia inasema kilichotokea, Mungu, sema Mungu, Mungu akawafurikia Wafilisti. Kufurika maana yake, mnajua mafuriko, flood. Yaani Mungu alipoona Daudi amesimama kwa ajili ya kupigana, Mungu akaja kama wimbi la bahari. Mungu akashuka kama wimbi la bahari. Wafilisti hawajaelewa kinachoendelea, Mungu akawa ameshawafurikia. Nguvu zao, silaha zao, mbinu zao, mapepo yao yote yamezama kwenye mafuriko ya nguvu ya Mungu. Daudi alikuwa anaua watu ambao hawana hata hiyo nguvu ya kujitetea, maana Mungu ameshawafurikia. Daudi akasema, Mungu leo amewafurikia adui zangu. Na mimi najua this time aliyesimama kinyume cha watu wa Mungu akaharibu kazi zako, biashara zako, si na nini, kuna mafuriko. Kuna mafuriko. Haleluya. Waliopona wakajipanga tena, wakajia tena njia ya bonde. Daudi akamuuliza, anaenda tena? Mungu akamwambia, jifanye kama narudi nyuma. Haleluya. Mungu akamwambia, jifanye kama unarudi nyuma. Mstari
Kwanza mara ya kwanza wale waliokimbia waliacha na miungu yao hapo, Daudi akaiteketeza kwa moto. Baadaye akarudi tena mara ya pili. Daudi akamuuliza Mungu, zamu hii tunafanyaje? Tunapanda tena? Mungu akamwambia zamu hii wageukie mbali. Wageukie mbali ukawajie huko kuelekea Mefiboshethi. Kwa hiyo alipokuja Daudi akawa kama ana retreat, anarudi nyuma. Kumbe ana maelekezo ya kimungu, anajua kipigo kitakapotokea. Haleluya. Kulikuwa na miti fulani inaitwa Mefiboshethi, msitu wa Mefiboshethi. Mungu anamwambia shughuli itatendeka kule kwenye misitu. Haleluya. Daudi akaelekea kule kwenye ile misitu Mungu alikomwelekeza. Kama ameretreat, kumbe anaenda hivi, Mungu amemwelekeza kule kwenye msitu wa Mefiboshethi. Utasikia vishindo kama mtu anatembea huko juu ya miti ya Mefiboshethi. Mefiboshethi ilikuwa ni miti. Ukisikia kishindo cha kama mtu anatembea huko juu ya Mefiboshethi, ujue ni mimi nimekwenda mbele yako jeshini. Haleluya. Jifanye kama na retreat namna hii, uelekee kule kwenye Mefiboshethi, kwenye ule msitu. Halafu utakaposikia kuna mwendo huko juu kwenye vilele vya miti, kama mtu anatembea huko kwenye vilele vya miti, ujue ni mimi nimeshuka mzima mzima kuingia vitani. Na nimekwenda kukutangulia. Hapo sasa nenda vitani. Daudi akafuata. Alipomsikia Mungu anatembea kwenye Mefiboshethi kule vileleni, Daudi kaambia majeshi, vita tayari, tumeshinda. Mungu yuko mbele yetu. Halafu anawatokea kwa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawapiga jeshi la Wafilisti kutoka Geba mpaka Gezeri. Baada ya hapo sifa za Daudi zikafika nchi zote. Nchi zote likasema, jamani, Daudi mkimsikia piteni mbali. Haleluya, haleluya. Na hizo ndio nyakati zinazokuja kwa jina la Yesu. Kuna majitu yatakaa vikao, yataambiana, Gilgali jamani, piteni mbali. Sio kama na imani kama ya mimi. Tambali. Sifa zikaenea nchi zote. Akasema Daudi achana majitu aliyoyaua, mengine anakuwa na vidole 6 marefu, kitana anacholalia huko, mkuki anaobeba ni kama hiyo nguzo unene, mti wa mkuki. Majitu yana nguvu, halafu dunia inasikia Daudi ameyamaliza. Bwana Yesu sana. Majitu kila mtu akisikia naogopa. Halafu taarifa kwenye news, bahati mbaya hapakuwa na TV, nadhani ilikuwa ni news ya TV hiyo, na internet, mitandao yote inaeleza tukio limetokea kwenye msitu wa Mefiboshethi. Haleluya. Daudi amewamaliza majitu. Tusimame. Kampeni ni moja, ni kuua majitu kwa jina la Yesu. Yanaotesa kanisa, yanaotesa ndoa zetu, yanaotesa maisha yetu, yanaotesa afya zetu, yanaotesa huduma, tunaua majitu in the mighty name of Jesus. Ndio mikono yako, sema Bwana Yesu, mimi ni shujaa. Sema Bwana Yesu, asante kwa kunifanya kuwa shujaa. Na mimi ni shujaa. Ninatoka kama shujaa
aendaye vitani. Na wewe Bwana, najua umetoka mbele yangu, najua umetoka mbele yangu, unaenda vitani mbele yangu, katika jina la Yesu. Mimi ni shujaa, ninatambua kwamba utendaji wangu si wa ulimwengu unaoonekana tu, bali na ulimwengu wa roho. Si ulimwengu unaoonekana tu, bali na ulimwengu wa roho. Ninatoa sauti yangu yenye uwezo kusikika katika ulimwengu wa roho, katika vyumba vya giza, mbele za falme na mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya, katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba kama shujaa. Anza kudili na majitu sasa hivi. Anza kudili na majitu sasa hivi. Unayoyajua yaliyo dhidi ya kanisa, unayoyajua yaliyo dhidi ya mchungaji, unayoyajua yaliyo dhidi ya uongozi wa kanisa, unayoyajua yaliyo dhidi yako, yaliyo dhidi ya kazi yako, yaliyo dhidi ya biashara zako, yaliyo dhidi ya mambo yako yote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tangaza vita, tangaza uharibifu, tangaza mauaji katika ulimwengu wa roho. Kila kazi adui zite, kila mfilisi aliko, anguke katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Remo shakayama, yamashaka rababa, yamashakoko yaba.